Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana leo ikiwa ni tarehe 8 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Update moja kwa moja kutoka mahakamani. Kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu. Hii itakuwa ni sehemu ya kwanza kwa leo tarehe 8, ambapo bado shahidi wa kwanza ambaye ni Afande George akizidi kutoa ushahidi wake mahakamani. Labda niwapatie dondoo chache kwa yale yaliyojiri jana, halafu tuendelee hapa ambapo tumeanzia leo. Lissu akizidi kumwasha kweli shahidi. Kumbuka jana Lissu alisema ya kwamba anaomba siku kama 2-3 za kuweza kumhoji shahidi, na kubwa ni kwamba jana George alisema kwamba alipeleka kesi ya uhaini kwa siku 4 kuanzia tarehe 4 hadi tarehe 6 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. George kwa jana amesema kwamba ilipofika tarehe 8 ya mwezi wa 4 akaletewa DCP Amini Mahamba kutoka makao makuu ya polisi Dodoma. Nadhani huyu Amini Mahamba mnakumbuka jana ambapo shahidi alikuwa na banwa kuhusu DCP Amini Mahamba. Namba 2, shahidi George anasema kwamba yeye ndiye aliyeamua kwamba kesi hii iwe ni ya uhaini bila kushurutishwa na mtu yoyote na bila kupokea ushauri wa mtu yeyote ikiwemo ofisi ya DPP. Wakati kiutaratibu tunafahamu ya kwamba DPP ndiyo huamua aina ya mashitaka ya kufungua. George amesema pia hakuwasiliana kabisa na ofisi ya DPP. Yeye mwenyewe aliamua kwamba kesi hii iwe ni kesi ya uhaini. Jambo lingine la 3, George anasema kwamba aliunda timu ya upelelezi ambayo wakati anatoa ushahidi wake hakuitaja kwa majina, lakini timu hiyo pia licha ya kuwa ilipeleleza haipo kwenye orodha ya mashahidi watakaoletwa mahakamani. Sasa sijui ni kwa nini hawajaletwa na pia kwa nini aliwaficha wakati anaanza kutoa ushahidi wake. Baada ya kubanwa na Lissu akaja kutaja kwamba kulikuwa kuna timu ambayo hajaitaja, lakini pia kwa nini timu hiyo haipo kwenye listi ya mashahidi ambao watatoa ushahidi mahakamani? Unajiuliza ni kwa nini hawajaletwa na pia ni kwa nini aliwaficha wakati anaanza kutoa ushahidi wake. Jambo la 4, shahidi anasema katika ushahidi wake kuwa ilimchukua miaka 3 tu ndani ya jeshi la polisi kupanda vyeo hadi kufikia cheo cha ngazi ya inspekta wa polisi. Aliingia jeshi 2003 na mwaka 2006 akawa inspekta. Polisi wanafahamu namna vyeo vya kipolisi husotewa, lakini huyu mwamba amepanda vyeo kama upepo. Jambo la 5, kesi ambazo amewahi kupeleleza kubwa ambazo zinawahusu wanasiasa wakubwa kama Tundu Lissu zote hazijawahi kufika kokote. Mfano wa kesi ni kesi ya Dr. Slaa ambayo iliondolewa, lakini pia kesi nyingine ni kesi ya pili ya John Heche alimwambia rais ana akili ya tope ambayo nayo pia iliondolewa, na kesi nyingine ni kesi ya James Lembeli akiwa mgombea ubunge wa jimbo la Kahama. Hiyo hajui hata iliishaje, na ya mwisho ni hii kesi ya Lissu, lakini hizo kesi nyingine zote hazijawahi kufika mahala popote pale. Kiufupi ni kwamba hajawahi kupeleleza kesi ya political figure yeyote ikafika hata mwisho na mahakama kutoa hukumu, zote zilifutwa njiani. Hii maana yake amekuwa akipeleleza kesi za kusingizia watu ama la. Jambo la 6, kwamba alijiandikia maelezo yake mwenyewe kama shahidi ambaye ni mpelelezi. Kumbuka jana hapa watu waliangua kicheko sana kwamba anasema alijiandikia maelezo yake mwenyewe kama shahidi, akajiapiza na kujikanya yeye mwenyewe. Tunafahamu kwamba utaratibu wa kisheria lazima shahidi yoyote aandikiwe maelezo na afisa wa polisi, hata kama yeye ni afisa wa polisi, lengo ili akuonye na akutahadharishe useme ukweli. Sasa George alijionya mwenyewe, akajiandikia mwenyewe na kuyasaini mwenyewe. Alimaliza kila kitu mwenyewe kibabe kabisa. Mwamba ameweza kuandika kila kitu yeye mwenyewe. Namba 7, amekiri kuwa kosa la Lissu ni kutoa na kusambaza maneno yanayosadikika kubeba uhaini, lakini maneno hayo
anakiri kwenye mashitaka kuwa yalisambazwa kupitia Jambo TV. Sasa akaulizwa, je, Lissu ni mfanyakazi wa Jambo TV? Je, lini alipata password ya kuingia kwenye mitandao ya channel ya Jambo TV kusambaza hizo video? Kumbuka kosa kwa maelezo yao ni kwamba Lissu alisambaza, ila ushahidi wa jamhuri ikiwemo yule shahidi P anasema ni wao Jambo TV ndio waliosambaza. Jambo la 8, licha ya yeye kuwa mpelelezi mkuu kwa zile siku 4, lakini hakuwahi kusoma maelezo ya mashahidi wengine ambayo yalikuwa yakiwasilishwa kwake, lakini bado ndani ya siku zote aliamua kujiridhisha na kusema linapaswa kufunguliwa shitaka la uhaini. Kumbuka, ili uamue shitaka ni la aina gani lifunguliwe, lazima ujiridhishe na ushahidi uliokusanya, na zoezi hilo linafanywa na ofisi ya DPP, sio yeye, ila George msaidizi wa Mafwele alimaliza kila kitu mwenyewe. Na jambo lingine la 9, alikuwa anataka kujaribu kuwasemea mashahidi wengine. Mheshimiwa Lissu akamwambia apunguze kiherehere kwa sababu kila shahidi atakuja, ikiwemo yule wa kazi na utu, anamaanisha Rais Dr. Samia. Lakini pia jambo la 10, wakati anamuuliza maswali alikuwa anamuita George Nshomile, msomi wa jeshi la polisi, ambaye kuita waandishi wa habari ni kosa la uhaini. Wamezoea kusingizia watu kesi. Ataendelea naye leo na kesi tayari imekwisha kwanza. Lakini pia kumbuka, jana Lissu alisema kwamba mahakama iseme kuhusu mgeni wake Dr. Stephen ambaye anashikiliwa na idara ya uhamiaji. Alikamatwa pale mahakamani akiwa anaingia kufuatilia kesi ya Mheshimiwa Lissu. Sasa leo mahakama imesema italitolea ufafanuzi jambo hilo. Sasa moja kwa moja twende kwenye kesi leo ilivyoanza. Nadhani hapo kwa yule ambaye jana hakufuatilia atakuwa amepata dondoo chache za kile kilichotokea siku ya jana. Leo Oktoba 8 mwaka 2025 tunaendelea. Mheshimiwa Lissu ameshaletwa hapa mahakamani. Leo kapiga kombati ya kaki ya Chadema. Shahidi naye anaingia amevaa shati la kanisani kabisa, lina maua. Utafikiri amekuja kuongea ukweli vile. Sauti ya koti imesikika. Majaji wanaingia na Mheshimiwa Lissu anatoa vitu vyake kwenye mifuko yake kama kawaida yake. Makarabasha ni mengi sana pamoja na mavitabu. Majaji wanaandika kidogo hapa. Anaitwa karani, anasoma jinai namba 1965 ya mwaka 2025, Jamhuri dhidi ya Tundu Lissu. Jaji anawaita mawakili wa serikali wajitambulishe. Anaongoza kazi hiyo ni Lenatus Mkude, wakili mkuu wa serikali, akiwa pamoja na wenzake kina Ajuae Zengeli, Nasolo Katuga, Ignas Mwinuka, Sawabu Isa, Harrison Lukosi, Kasbet Mbiringe na Winiwa Kasawa. Mshtakiwa yupo na anajitetea mwenyewe. Tuko tayari upande wa jamhuri. Jaji anamuuliza mshtakiwa Mheshimiwa Lissu, na Lissu anajibu na mimi niko tayari kuendelea, waheshimiwa majaji. Jaji anamuonya shahidi kuwa yuko chini ya kiapo, akumbuke hilo. Sasa kabla hatujaendelea, kulikuwa na lile jambo kuhusu mmoja wa watu ulioorozesha, alikuwa ni namba 12 kwenye orodha. Tulimwambia msajili kuwa alifuatilie, na uhalisia ni kwamba uhamiaji walisema wanahitaji nyaraka kwa mtu huyo, na tumeambiwa bwana mmoja anaitwa Heche alikuwa anafuatilia. Kwa hiyo na sisi mahakama tutaendelea kufuatilia pia. Sasa tuendelee. Hapa jaji alikuwa anatoa mrejesho wa kile ambacho Lissu alikuwa amehoji mahakama, mtu wake kuzuiliwa mahakamani na uhamiaji. Maswali sasa yanaanza kama kawaida. Mheshimiwa Lissu, habari ya asubuhi shahidi. George anajibu ni nzuri. Mheshimiwa Lissu. Mheshimiwa jaji, hiyo usirekodi. Mheshimiwa Lissu, shahidi, kuna mambo nataka tumalize haraka katika maelezo yako ya juzi. Ulisema ulishika madaraka pia ndani ya hii miaka yako 22 ya upolisi ukiwa deputy RCO wa Rufiji mwaka 2008. George anasema ni kweli kabisa. Mheshimiwa Lissu, ulikuwa Rufiji lini?
George anasema nilikuwa kuanzia tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2018 hadi tarehe 17 ya mwezi wa 7 mwaka 2019. Mheshimiwa Lissu: Waeleze majaji kama Rufiji ni mkoa wa kipolisi au wilaya ya kipolisi. Shahidi George anasema Rufiji ni mkoa wa kipolisi wenye wilaya 4. Mheshimiwa Lissu: Ni nani alikuwa RPC wako? George anasema alikuwa ni SACP Onesmo Lyanga. Mheshimiwa Lissu: Nani alikuwa RCO? George anasema alikuwa anaitwa ACP Faustini Mafwele na mwingine ni SSP Richard Mchomvu. Mheshimiwa Lissu: Mafwele huyu. George anakaa kimya. Mheshimiwa Lissu: Nilikuambia jana uwe unajibu maswali yangu, usiwe na kihelehele. Mheshimiwa Lissu: Je, kipindi kile ukiwa Deputy RCO Mkuranga Kibiti kulikuwa na mauaji mengi sana? Lissu hapa anakumbushia. Kumbuka hapa kuna kitu Lissu anakitafuta. Kipindi hicho kumbuka yalitokea mauaji na utekaji mwingi sana huko. Mafwele alikuwa huko na yeye alikuwa huko. Lakini kwa sasa Mafwele yuko Dar es Salaam na yeye pia yuko Dar es Salaam, na matukio ya utekaji pia yanatokea sana kipindi hiki. Kwa hiyo kuwa makini sana hapa ambapo Lissu anamuuliza maswali shahidi kuhusu hiki ambacho kinaendelea hapa. Anasema kwamba, je, unakumbuka idadi ya watu waliouawa? George anasema sikumbuki idadi yao. Mheshimiwa Lissu: Je, unaweza kueleza sababu ya mauaji hayo mengi? George anasema kulikuwa na makosa mengi ya kigaidi ndo maana yalikuwepo. Mheshimiwa Lissu: Na wewe ulikuwa ni Deputy RCO na hujui idadi ya watu wengi waliokufa? George anasema ungenipa muda ningekuja na idadi hiyo halisi. Mheshimiwa Lissu: Wakati unaonyeshwa ile video ulikuwa na polisi notebook? George anasema yes, nilikuwa nayo na hiyo notebook nilitumia kurekodi mambo yale ya muhimu. Mheshimiwa Lissu: Naomba ueleze kama uliwasilisha hiyo polisi notebook. George anasema sikuiwasilisha. Mheshimiwa Lissu: Ulizungumza kwa kiasi kidogo juu ya mashahidi waliopatiwa ulinzi wa mahakama? George anasema ndiyo, ni sahihi. Mheshimiwa Lissu: Waeleze majaji kama ulihusika kuwahoji hao mashahidi wasili. George anasema sikuhusika kabisa kuwahoji. Mheshimiwa Lissu: Ieleze mahakama kama unawafahamu hao mashahidi wasili. George anasema siwafahamu kwa majina. Mheshimiwa Lissu: Waeleze majaji kama uliona maombi yalipokelewa Mahakama Kuu kuwaombea ulinzi. George anasema sikuyaona kabisa. Mheshimiwa Lissu: Uliona hati ya viapo vya Amini Mahamba na Mozi Kahima? George anasema sikuona kabisa. Mheshimiwa Lissu: Je, unajua chochote kuhusu kilichofanya katika jambo hilo la mashahidi wasili? George anasema mimi ninachojua waliopatiwa ulinzi huo ni raia tu. George akizidi kujibu maswali kwamba anachojua yeye ni kwamba waliopatiwa huo ulinzi ni raia wa kawaida tu, kwamba hao ndio waliopatiwa ulinzi. Baada ya George kujibu hivyo kwamba anachojua yeye ni kwamba hao ni raia tu ambao walipatiwa ulinzi, Mheshimiwa Lissu anasema matukio ya tarehe 7 ya mwezi wa 4 ulisema Andrew Churu alitoka makao makuu ya polisi Dodoma na kuja Dar es Salaam kukuletea vifaa kadhaa na maelezo ya shahidi P. George anasema ni kweli, vyote alikuja navyo, nilipokea. Mheshimiwa Lissu: Ulimwelekeza akabidhi vitu hivyo kwa Peter Malugala? George anasema ni sahihi kabisa. Mheshimiwa Lissu: Ulimwambia pia aandike maelezo yake yeye mwenyewe? George anasema nilisema aandike maelezo. Mheshimiwa Lissu: Ulisema maelekezo yaandikwe na nani? George anasema sikujali, nilisema tu aandike maelezo. Mheshimiwa Lissu: Kwa hiyo hukujali kama anaandika mwenyewe? George anasema yes, sikujali. Mheshimiwa Lissu: Andrew Churu alijiandikia mwenyewe? George anasema sikusoma maelezo yake. Mheshimiwa Lissu: Alijiandikia na kujionya mwenyewe? Shahidi George anajibu kwamba mimi sikusoma kiukweli. Mheshimiwa Lissu:
kesi ya ugaidi husomi mashahidi? George anasema Mahamba ndio alisoma hilo, sio mimi. Mheshimiwa Lissu: baada ya kuwa umeletewa memory card na maelezo ya P, ulisema umeifahamu kuwa ile video ilikuwa ni picha halisi. Shahidi anasema yes, ni kweli nilisema hivyo. Mheshimiwa Lissu: je, wakati unafikia hiyo conclusion, je, ulikuwa umeshapata taarifa ya kitaaluma ya Kaaya ambaye ni mtaalamu wa forensic? Shahidi George anasema nilikuwa sijapata hiyo taarifa kabisa. Mheshimiwa Lissu: waeleze majaji kulikuwa na sababu gani ya wewe ulishajua hiyo video ya kweli, kwa nini ulimpa Kaaya aende akachunguze hiyo video wakati ulishajua ni halisia? Shahidi anasema sababu ya metadata, lakini kuona kwa macho huwezi kugundua kama video ni halisi. Mheshimiwa Lissu: umeiwasilisha hiyo video hapa mahakamani? George anasema sijaiwasilisha mimi, kiukweli niliiona ile siku. Mheshimiwa Lissu: kwa hiyo kama uliiona wewe na majaji wameshaona? George anasema watakuja kuiona huko mbele. Mheshimiwa Lissu: je, wewe sasa umeileta? George anasema sijaileta. Mheshimiwa Lissu: je, umesoma rizoti ya hiyo video kutoka kwa mtaalamu, yani ripoti ya hiyo video kutoka kwa mtaalamu? George anasema mimi sikuisoma. Mheshimiwa Lissu: je, maelezo ya Kaaya ulisoma? George anasema ndiyo, nilisoma. Mheshimiwa Lissu: je, Inspector Kaaya alisema kwamba walioingiza mtandaoni ni P? George anasema si kweli, hakusema hivyo. Mheshimiwa Lissu anasema ngoja twende kwenye statement yako hapa. Naomba nimsomee yafuatayo kutoka kwenye maelezo yako wewe mwenyewe. Mnamo tarehe 6 nilimtafuta kiongozi wa jambo nikimtaka nipatie picha halisi. Aliniambia mhusika na kifaa viko Dodoma. Haya ni yako? George anasema yes, niliandika mimi hapo. Mheshimiwa Lissu: haya, tuendelee kama unayatambua. Mheshimiwa Lissu: baada ya kuletwa memory card na maelezo ya shahidi kwamba aliyerekodi na kuchapisha mtandaoni, nilijiridhisha ni video halisi. Haya maneno ni yako au sio ya kwako? George anasema ni ya kwangu kabisa. Mheshimiwa Lissu: haya ni maneno uliyoyaandika tarehe 8 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Shahidi George anasema ni kweli kabisa. Mheshimiwa Lissu: sasa tuzungumze kuhusiana na uhaini. Ulisema kwamba nilielekeza uchunguzi wa uhaini kwa sababu Lissu alisema atahamasisha uasi. George shahidi anajibu na kusema ni kweli kabisa. Yaani shahidi sehemu za kukubali anakubali, sehemu za kugoma anagoma, lakini Lissu anazidi kumbana kweli kweli shahidi. Mheshimiwa Lissu: mheshimiwa, nimekosea, wewe sio mheshimiwa. Sasa kuna mahali kokote umetafsiri neno uasi? Shahidi George anasema kuzuia uchaguzi, vitisho kwa serikali. Basi sikusema neno moja kwa moja, kwa hiyo sikutoa tafsiri ya neno uasi. Mheshimiwa Lissu: je, katika hati ya mashitaka ninayoshtakiwa nayo kuna ufafanuzi wa neno tutahamasisha uasi? George anasema kwamba huo ufafanuzi upo. Mheshimiwa Lissu: sasa tuambie upo wapi? Hapo kwenye hati ya mashitaka. Na kusomea hati ya mashitaka ilivyosema. Neno uasi limetajwa mara 2. Je, kuna mahali kokote imeandikwa? Shahidi anasema uasi ilitafsiriwa. Mheshimiwa Lissu: una akili timamu wewe afisa wa polisi? George anasema nina akili timamu, ndio maana ni afisa wa polisi. Mheshimiwa Lissu: unaweza kuwa afisa wa polisi nchi hii na ukawa huna akili timamu? Lissu kamjibu shahidi kwamba unaweza kuwa ni afisa wa polisi wa nchi hii lakini ukawa hauna akili timamu. Mheshimiwa Lissu anasema sasa uasi maana yake nini? Naomba nimsomee tafsiri kutoka Kamusi Kuu ya Kiswahili toleo la 3 na kitendo cha kuwaondoa madarakani, na pia na kusomea kamusi ya Baraza la Kiswahili la Zanzibar. Inasema tendo
la kuvunja sheria, kanuni au amri. Kamusi ya Kiswahili Sanifu imetolewa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na hii inasema, hili ni toleo la mwaka 2002, nasema uasi ni hali ya uvunjaji wa kanuni, sheria au amri. Sasa swali, je, wewe unafahamu maana tofauti ya hizi zilizopo kwenye hizi kamusi? George anasema kwamba hizo tafsiri zipo vizuri na kubali. Mheshimiwa Lissu, je, kuna sheria inayohusu mikutano ya hadhara? George anasema ipo hiyo sheria. Mheshimiwa Lissu, je, mtu akivunja sheria ya mikutano ya hadhara atakuwa amefanya uasi? Je, mtu akifanya mkutano wa hadhara bila kibali, bila kutoa taarifa polisi? George anasema haliwi kosa la uhaini. Mheshimiwa Lissu, mtu akifanya maandamano bila kutoa taarifa polisi ni kosa la uhaini? George anasema sio kosa la uhaini. Mheshimiwa Lissu, hilo neno uasi ni kuvunja sheria. Shahidi George anasema ni kuvunja sheria za uchaguzi. Mheshimiwa Lissu, safi, umekuja vizuri. Sasa twende kwenye sheria za uchaguzi. Anafungua sasa sheria zake hapa za uchaguzi. Ninayo hapa sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani ya mwaka 2024. Sheria namba 1. Nataka nimwelekeze shahidi sura ya 7 inayozungumzia makosa na adhabu, yani makosa ya uchaguzi. Sasa waambie majaji, kosa la kwanza ni kosa gani? George anasoma makosa yanayohusu uandikishaji wa wapiga kura. Hili ni kosa la uhaini. Nitakuuliza yote ili nikienda kunyongwa niseme hakuna swali niliacha kuuliza. Anasema hapa Lissu. Kosa la pili ni nini? Kutumia wazifa kuwashawishi wasiombe kuteuliwa. Anasoma makosa yote hapa George kwenye hii sheria. Amefika kosa la 7, hajasema bado kosa la kuzuia uchaguzi hadi sasa. Amefika la 10, anasoma makosa yote 25 yaliyopo kwenye hiyo sheria. Mheshimiwa Lissu, sasa katika yote uliyosoma kwenye sheria hiyo, kuna kosa la kuzuia uchaguzi mkuu? George anasema lipo kwenye makosa mengineo. Mheshimiwa Lissu, hebu yaseme. George anasoma hayo makosa mengineo. Sheria inasema makosa mengineyo maana yake ni kusema uongo na adhabu yake ni kulipa faini 50,000. Watu wanacheka hapa mahakamani. Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo katika orodha ya makosa yote ya uchaguzi hakuna kosa la kuzuia uchaguzi, ni kweli? George anasema kwa niliyoyasoma hakuna hilo kosa, lakini sehemu nyingine linaweza kuwepo. Mheshimiwa Lissu, hayo mengine baki nayo mwenyewe. Mimi nimekupa sheria. Mheshimiwa Lissu, mtu hawezi kwenda kunyongwa bila mapambano. Hilo na kuahidi. Sasa twende. Atakinukisha vibaya sana, tena sana. Ulisema hivyo. Shahidi George anasema ni sahihi. Mheshimiwa Lissu, kwenye maelezo yako uliyanukuu hayo maneno, wanasema msimamo huu unaashiria uasi. Tutakwenda kukinukisha sana sana. Je, katika maelezo yako yote ulifafanua maana ya maneno tutakinukisha vibaya sana au tutakinukisha sana sana? George anasema sikutafsiri neno moja moja. Mheshimiwa Lissu anasema unafikiri ni rahisi kunyonga mtu? Haya maneno kwenye hati ya mashitaka kuna mahali hayo maneno tutakinukisha yametafsiriwa. George anasema kwa neno moja moja hayajatafsiriwa. Mheshimiwa Lissu, sasa twende kwenye Kiswahili sanifu tukaone maana ya neno kukinukisha. Anamfungulia kamusi hapa. Tuangalie sasa maana ya neno kukinukisha. Ni sahihi, neno kukinukisha linatokana na neno nuka au nukia. Shahidi George anasema ni sahihi. Mheshimiwa Lissu, kamusi nasema tokwa na harufu mbaya au vunda na nukia ni toa harufu nzuri. Hiyo ni kamusi nasema hivyo. Kamusi nyingine ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam inasema nuka ni kutoa harufu mbaya kwa sababu ya kuoza. Nukia ni kutoa harufu nzuri kama vile marashi. Sasa kama tulisema tutakinukisha sana sana, maana yake kinuke vibaya, kitoe harufu mbaya sana. Si kweli.
George anasema kwa unayosoma kwenye kamusi ni kweli kabisa Mheshimiwa Lissu, na vile vile kukinukisha, kinuke ni kukifanya kitoe harufu nzuri sana. George anasema kwa vile ulisema vibaya basi ni kinuke sio kunukia. Mheshimiwa Lissu, je, kukinukisha sana sana ni inaweza kuwa kinukie vizuri sana? George anasema hiyo haiwezekani. Lissu kamuuliza hapa shahidi kwamba je, kukinukisha sana sana inaweza kuwa kinukie vizuri sana? Shahidi George amejibu hapa na kusema kwamba hiyo haiwezekani. Lissu akizidi kupitia kamusi kutafsiri baadhi ya maneno hapa mahakamani. Anaendelea hapa Mheshimiwa Lissu na maswali kwa shahidi wa jamhuri. Mheshimiwa Lissu, je, mtu akisema kukinukisha vibaya sana ni kosa la uhaini? George anasema ndiyo, amefanya kosa la uhaini. Mheshimiwa Lissu, sasa kifungu cha 39 sehemu ya pili D cha Penal Code inasema kuhusu kosa la uhaini, anamsomea hapa. Je, hapo kwenye hicho kifungu wapi kuna kukinukisha sana sana? George anasema hayo maneno hayajatajwa kwenye hicho kifungu. Mheshimiwa Lissu, ulisema nimeitisha serikali? George anasema ndiyo, ni sahihi, nilisema hivyo. Mheshimiwa Lissu, ulisema uchaguzi mkuu uko kikatiba? George anasema ni sahihi kabisa. Mheshimiwa Lissu, sasa waeleze katika kifungu cha 39 2D kama neno uchaguzi limetajwa. George anasema kwamba halijatajwa. Mheshimiwa Lissu, uchaguzi mkuu je? George anasema pia halijatajwa. Mheshimiwa Lissu, kuzuia uchaguzi mkuu halijatajwa? George anajibu ndiyo, halijatajwa. Mheshimiwa Lissu, wewe hivyo vyeti vyako umenunua sio bure. Watu wanacheka hapa mahakamani baada ya Lissu kusema kwamba wewe shahidi, hivyo vyeti vyako umenunua sio bure. Mheshimiwa Lissu, ulisema Tundu Lissu alitaka kulazimisha serikali kufanya anavyotaka yeye. Shahidi George anajibu na kusema ni sawa, nilisema hivyo. Mheshimiwa Lissu, uliandika hivi maelezo yako, maneno haya niliona yana nia ya kuitisha serikali. Sasa nakusomea kifungu cha 55 2 cha Penal Code, pia nitakusomea Media Services Act section ya 52, pia nitamsomea sheria ya TISI, yani idara ya usalama wa taifa, kifungu cha 3 kinasema tishio kwa usalama wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Lissu, ni ushahidi wako kuwa mtu anayepinga sheria ni kosa la jinai? Shahidi George anajibu kwamba inategemea. Mheshimiwa Lissu, sasa nianze na Penal Code kifungu cha 55 sehemu ya pili kuhusu nia ya uchochezi. Inasema kitendo, kauli au chapisho hakitakuwa cha uchochezi kama kitakuwa na lengo kuwa serikali imekosea, haitakuwa ni uchochezi. Kama unaonyesha makosa au mapungufu katika serikali au katika sheria au katika utendaji wa haki mahakamani kwa lengo la kubadilisha mambo hayo, na anayehamasisha wakazi wa Jamhuri ya Muungano kubadilisha kwa njia halali, sio kosa la jinai. George anasema kwa njia halali sio kosa. Mheshimiwa Lissu, sasa hujaonyesha sheria toka nianze. Mheshimiwa Lissu, sheria ya habari inasema kuionyesha serikali imekosea halitakuwa kosa la uchochezi. Sasa mimi kusema uchaguzi wa hovyo unasimamiwa na serikali ya hovyo ni kosa la jinai? George anasema ndiyo, ni kosa la jinai. Mheshimiwa Lissu, twende kwenye sheria ya usalama wa taifa, imetaja mengi ikiwemo ujasusi, uhujumu uchumi na matishio ya kutumia serious violence. Je, sheria hii ya usalama wa taifa ni kosa la jinai? George anasema kweli ni kosa la jinai. Mheshimiwa Lissu, je, kusema kutaka mabadiliko nalo ni kosa la uhaini kwa mujibu wa sheria hii? George anasema ukifuata utaratibu sio kosa. Mheshimiwa Lissu anasema huo utaratibu ukoje? George anasema kwenda kuyapeleka mahakamani. Naam, hapa baada ya Mheshimiwa Lissu kumuuliza shahidi kwamba je, kusema kutaka kama mabadiliko ni kosa la uhaini kwa mujibu wa sheria hii,
George anasema kwamba ukifuata utaratibu sio kosa, na Lissu akamuuliza kwamba je, huo utaratibu ukoje? George akajibu kwamba ni kwenda kuyapeleka mahakamani. Mheshimiwa Lissu: je, kuitisha maandamano ya amani ni utaratibu? George anasema ndiyo, ni utaratibu. Mheshimiwa Lissu: ni wapi sisi tulisema hatufuati utaratibu? George anasema sasa kuzuia uchaguzi ni kosa. Mheshimiwa Lissu: nani alisema hatafuata sheria? George: ni wewe mwenyewe. Sasa George anasema kwamba hapa Lissu alisema kwamba yeye mwenyewe hawatafuata utaratibu katika kuzuia uchaguzi. Mheshimiwa Lissu: jana ulisema kwamba baada ya kuonyeshwa ile video klipu uliunda timu ya wapelelezi. George anasema ni sahihi kabisa. Mheshimiwa Lissu: nimesoma maelezo ya Amini Mahamba. Je, ulisoma maelezo ya Amini Mahamba? George anasema mimi sikusoma maelezo ya Mahamba. Halafu Lissu hapa anamkatisha, anasema acha kihelehele, ulisoma maelezo au hukusoma? George anajibu hapa kwamba sikusoma. Hapa alipojibu kwamba ameulizwa kwamba je, ulisoma au hukusoma, kakubali kwamba sikusoma maelezo ya Mahamba. Halafu Lissu kamkatisha kana kwamba shahidi alitaka kuendelea kutoa maelezo. Lissu akamwambia hapa acha kihelehele, ulisoma au hukusoma? George anasema kwamba sikusoma. Mheshimiwa Lissu: Mahamba anasema aliunda timu 3 za upelelezi. George anasema ni ukweli aliunda. Mheshimiwa Lissu: sasa waeleze majaji kuwa kama ulionyesha Amini Mahamba aliunda timu ya wapelelezi. George anasema sikuandika, maana nilishaandika maelezo tarehe 8. Mheshimiwa Lissu: sasa uliandika maelezo tarehe 10 ya nyongeza, pia ulisema kuhusu Mahamba kuunda timu ya upelelezi. George anasema kwamba sikuandika hilo, hata tarehe 10 pia sikuandika. Mheshimiwa Lissu: ulisema uliripoti kwa Kamishna Ng'anzi kuhusu kuteua timu ya wapelelezi kama lipo kwenye maelezo yako. George anasema kwamba linawezekana kuwa sijaliandika kabisa. Hapa anasema kwamba inawezekana kwamba atakuwa hajaliandika kabisa jambo hilo. Baada ya kujibu hivyo, Mheshimiwa Lissu anasema kwamba ulisema kwenye ushahidi wako kwamba tarehe 9 ya mwezi wa 4 ulipigiwa simu na DCP Ramadhani Ng'anzi kuwa alikuwa amekamatwa Mbinga na angesafirishwa usiku huo huo. George anasema ni kweli kabisa. Mheshimiwa Lissu: sasa ueleze majaji kama amri ya kunikamata mimi ilitoka kwako au kwingineko. Mheshimiwa Lissu hapa baada ya kumuuliza hivyo, shahidi anajibu na kusema kwamba amri hiyo ilitoka kwingineko. Mheshimiwa Lissu: yalitokea Dodoma kwa kina Kingai? Shahidi George anajibu na kusema kwamba hilo sijui. Mheshimiwa Lissu: kwa hiyo ni kweli mawasiliano yako na Kingai yalikuwa yanapitia kwa Ng'anzi? George anasema mimi sijui kama ilitokea huko. Mheshimiwa Lissu: sasa turudi kwenye PGO. Ni kweli au si kweli askari polisi wanatakiwa kutekeleza majukumu yao kwa kuelewa kanuni kwamba Tanzania ni nchi ya kidemokrasia inayotumia kanuni ya utawala wa sheria? Shahidi George anajibu na kusema kwamba ni kweli kabisa. Baada ya shahidi George kujibu na kusema kwamba ni kweli kabisa, Mheshimiwa Lissu anasema kwamba Order 1 sehemu ya pili C yapo kwenye PGO, hayo niliyosema hapo huko kwenye PGO. Shahidi George anasema kwamba ni sahihi, yapo hapa kwenye PGO. Mheshimiwa Lissu: askari polisi wote wanatakiwa kwa muda wote wanatakiwa kuheshimu haki za binadamu na uhuru uliowekwa na katiba. Shahidi George anasema kwamba ni sahihi kabisa. Mheshimiwa Lissu: 0.13 ya PGO ndio hayo yapo? George anasema ni sahihi kabisa. Mheshimiwa Lissu: haki inayotakiwa kuheshimiwa muda wote ni kuhakikisha kila mtu kuishi kwa uhuru bila kosa lolote? George anasema ni kweli pia. Mheshimiwa Lissu: haki ya kutoa mawazo yake hadharani na kujiunga na vyama vya siasa au mashirika? George anasema ni sahihi kabisa. Mheshimiwa Lissu: haki ya kufaidi haki za msingi za binadamu kwa mujibu wa ibara ya 27? George anasema kwamba ni sahihi kabisa. Mheshimiwa Lissu:
Sasa ni kweli au si kweli PGO inaposema Tanzania ni nchi ya kidemokrasia tena ya vyama vingi? George anasema ni kweli kabisa. Mheshimiwa Lissu, sasa kama ni nchi ya mfumo wa vyama vingi, ni sahihi inategemeana nini na utaratibu wa polisi? George anasema kwamba inategemea sheria. Mheshimiwa Lissu, ni haki kuunda chama na kupinga serikali? Shahidi George anasema kwamba ni kweli kabisa, ni haki. Mheshimiwa Lissu, ni halali kwa mtu yoyote kupinga chama kinachotawala? George anasema kwamba itategemea kitu gani, kwa njia halali inaruhusiwa. Mheshimiwa Lissu, kuitisha mikutano ya hadhara au mikutano ya ndani si ni sahihi? George anasema kwamba ni sahihi kabisa. Kutaka kuwa na mkutano ni shida, vitisho. Anasema kwamba ni sahihi kabisa kutaka kuwa na mkutano, shida ni vitisho. Mheshimiwa Lissu, sasa waeleze majaji katika maelezo yako kuna mahali kokote ambapo ulieleza kwamba hawa watu wana haki ya kukutana na kusema mambo yao? Shahidi George anasema kwamba hilo sikuandika. Mheshimiwa Lissu, kuna mahali kokote ulisema Tundu Lissu na Chadema wana haki ya kutaka mabadiliko ya katiba? Shahidi George anasema kwamba sikusema kwenye maelezo yangu. Mheshimiwa Tundu Lissu, ulisema pia kuwa majaji ni watu wa rais na ni ma-CCM, kwa hiyo mahakamani hakuendeki. Shahidi George akajibu ndiyo, ni sahihi. Mheshimiwa Lissu, kwa ufahamu wako rais ndiye anateua majaji wa mahakama kuu? George anasema ndiyo, ni sahihi. Mheshimiwa Lissu, je, kwa ufahamu wako majaji wa mahakama wa rufani? George akajibu pia anateua pia. Mheshimiwa Lissu, jaji mkuu je? George akasema kwamba anateua pia. Mheshimiwa Lissu, je, ndiye atakayeteua jaji kiongozi? Ndiye anayeteua jaji kiongozi? Shahidi anasema kwamba ni sahihi pia. Mheshimiwa Lissu, anateua wasajili wa mahakama kuu na mahakama ya rufani? George anasema ni kweli. Mheshimiwa Lissu, kwa ufahamu wako rais ndiye anayewateua wanasheria wakuu wa serikali? George anasema ni sahihi, hadi DPP anateua rais. Mheshimiwa Lissu, mwanasheria mkuu wa serikali akiteuliwa anakuwa mbunge, ni kweli? George anasema kwamba ni kweli kabisa. Mheshimiwa Lissu, mbunge yoyote wa nchi hii ni lazima awe mwanachama wa chama cha siasa? George anasema ni kweli kabisa. Mheshimiwa Lissu, sasa waeleze majaji kama unamfahamu Jaji Eliezer Feleshi Mbuki? George anasema namfahamu ndiyo. Mheshimiwa Lissu, kama Eliezer Feleshi Mbuki alikuwa mwanasheria mkuu wa serikali na mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? George anasema ni kweli. Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo alikuwa mwanachama wa CCM? George anasema kwamba hilo sina uhakika. Mheshimiwa Lissu, je, unamfahamu Jaji Frederiki Warema marehemu? George anasema kwamba namfahamu. Mheshimiwa Lissu, na yeye alikuwa mwanasheria mkuu wa serikali? George anajibu na kusema ndiyo. Tuishie hapo. Hii itakuwa ni sehemu ya kwanza. Leo tutakuja kuendelea na sehemu ya pili, Lissu akizidi kuhoji maswali ya dodoso kwa shahidi wa kwanza PW1 ambaye ni Afande George. Sehemu ya pili itakujia hapa kubwa. Kaa karibu nasi, weka bando la kutosha, simu yako iwe na chaji ya kutosha. Kubwa pia tuachie maoni yako hapo kwenye comment section.